kitu kizito. Nimewasha. Asante sana kwa kweli, panel limeifurahia sana ya wanahabari. Mmezoea kutuhoji sisi na nyie mnahojiana nyie kwa nyie. Inapendeza kwa kweli. Sasa mimi nina vitu vichache tu. Kwanza ni kwenye swala la ubunifu ambao mmeanza nalo. Ubunifu kwa kweli inakuwa ngumu sana pale ambapo mtu hana uhuru. Ukiwa huna uhuru huwezi kubuni. Kwa sababu kila saa unataka umpendezeshe yule mwenye mamlaka. Huwezi kubuni wakati unajua nikitoa hii habari inawezekana nikafungiwa siku 90 au nikafutwa kabisa. Kwa hiyo ile ambapo jinsi mnapopata tabu na habari media houses na hata mimi nadhani ni media house na Haki TV pale kwangu. Tunapopata tabu kwamba tunajisensa sana kwamba hii niitoe nisitoe. Nikitoa nitaambiwaje? Nikitoa nitanyang'anywa leseni yangu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nayo kama vyombo vya habari. Kwa hiyo ubunifu unaendana pia na uhuru. Uhuru kiwepo ni rahisi sana kubuni. Lakini nifafanue issue ya checks and balances ya wakili mwenzangu pale. Tanganyika Law Society, mimi ni mwanachama. Tanganyika Law Society ndio ina determine wanachama wangu. Kwanza kabisa ninapewa mitihani na mahakama. Maana tunafanya mitihani, mahakama ndio inatufanyia mitihani. Tukishafanya ile mitihani, ukishafaulu, unakabidhiwa sasa kwa Tanganyika Law Society, ndio wanakuratibu. Na kila mwaka wanaangalia wewe unafaa kuwa mwanasheria au hufai kila mwaka. Kwa hiyo kuna ka uhuru kidogo tofauti na kwamba serikali yenyewe moja kwa moja kupitia chombo chake iweze kukuratibu. Sio Wizara ya Katiba na Sheria. Sio Wizara ya Katiba na Sheria, ni Tanganyika Law Society ambayo sawa imeundwa na serikali kwa sheria ya bunge. Ambayo kila hata NGO na yeye imeundwa kwa serikali kwa sheria ya bunge. Kwa hiyo sema kwa sababu imeundwa kwa sheria ya bunge basi sio huru. Kwa hiyo nadhani kuna ka uhuru kidogo. La mwisho kabisa muda unatuacha mkono. La trust niseme tu tusivunjike moyo. Wananchi wanatuamini. Kwa tafiti ndogo tunazofanya sisi kituo cha haki za binadamu wanaamini sana vyombo vya habari. Exception ndogo za wale citizen journalists ambao wanaweza fia katunga na kitu kama hicho. Asante sana daktari, tunashukuru sana. Kulikuwa na mkono pale kwa mzee wangu Sungura. So msiniponze dakika moja. Tuweke muda mfupi. Dakika moja sio mbaya. Okay. Kwanza naomba nisikitike kuambiwa na pewa dakika moja.